Naitwa Emmanuel Muna na nampenda Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Asubuhi ya leo nataka kuongea somo hili, nasema nguvu ya msamaha. Hiyo ndio ambayo nimesikia moyoni mwangu nizungumze jambo hili. Kuna namna ambavyo Roho Mtakatifu alikuwa ananisemesha katika wiki hii, na mimi nikasema nizungumze jambo hili. Hata usiku nilikuwa nimeamka mapema sana na Bwana alikuwa ananisemesha kwa habari ya jambo hili, nguvu ya msamaha. Na nilikuwa nauliza Bwana, kwa nini unataka kuzungumza jambo hili pamoja nasi asubuhi ya leo? Na Bwana anasema ni kwa sababu kuna mahali nataka niwapeleke watu wangu. Kuna viwango vipya Bwana anaviachilia kwa kanisa lake. Na kuna neema mpya ambayo Bwana anaiachilia kwenye maisha ya watu. Sasa kama utakuwa ni mtu ambaye umeshikilia vitu hujasamehe, vitakuzuia kupaa, vitakuzuia kufikia malengo yako, vitakupunguzia mwendo. Na ndio maana nataka nizungumze jambo hili la msamaha. Hakuna mtu ambaye hajawahi kukosewa. Kila mtu amewahi kukosewa kwa namna moja ama namna nyingine. Na ndio sababu nataka nizungumze msamaha. Ni jambo ambalo nataka tulibebe kwa nguvu kubwa ili litusaidie tunapoendelea kwenye safari ya kuelekea viwango vingine kimaisha, kiroho, kihuduma. Kuna level mpya Mungu anaziachilia. Tunayafika mahali pa kuona Mungu ambaye tunaposimama kumwabudu. Natamani mimi nimesikia kuna wahubiri baba ambao walikuwa wanahubiri, wakati anahubiri alafu unaona malaika wanatokea wanapoabudu Bwana kwenye kona za nyumba. Kuna malaika wanapita katika ibada hiyo. Hakuna kansa inasalia, hakuna ugonjwa unasalia, maana watu ni wepesi, hawana mzigo walioubeba, ndani yao wamembeba Yesu peke yake. Na hiyo inawapeleka viwango vingine. Sema amina. Kwa kuna makwazo yatakuchelewesha kumiliki, kufika mahali Mungu ametaka ufike. Ili kwenda mbali, nataka niseme asubuhi ya leo, jifunze kuachilia. Kila anayekukwaza wewe hesabu kama hajui kitu. Yesu alituambia, alitufundisha hivi, walipomkosea yeye akasema hawajui watendalo. Na mimi nilikuwa najiuliza, hivi mtu anayekuja kuchoma mkuki, mtu anayekuja kuweka taji ya miba, huyu hajui kweli? Mtu ana akili huyu? Anakuja kabisa, lijamaa kabisa lingine lilitolewa pepo, anamwambia Yesu, wewe kama ni mwana wa Mungu jiokoa mwenyewe. Kanakuja kengine kanamtemea mate, na haka pengine kalikuwa na kibiongo, Yesu amekafungua, lakini kanamdharau Yesu, kanambeza Yesu, kanamuona si kitu. Yesu akasema, nikiwachukulia hawa kama wana akili sitatoboa, sitalizaa kanisa. Wacha ni hesabu ya kwamba hawa ni bumbumbu, hawajui chochote. Nataka nikwambia asubuhi ya leo, wanaokukosea waone ni bumbumbu, hawajui chochote. Utaishi salama, maana ukiwaona wana akili utawafikiria. Utaanza, kwa nini amenifanyia hivi? Amenionaje? Amenichukuliaje? Ndugu zangu, tunaelekea viwango vipya. Jifunze kuachilia. Sema amina. Neno hili msamaha, wazungu wanasema forgiveness. Alafu kwa Kigiriki inaitwa apiemi. Apiemi, A-P-H-I-E-M-I, linamaanisha kuachilia, linasema kuacha, linazungumza pia kama kutoshikilia tena, linazungumza kutoshikilia tena. Alafu linazungumza kufuta. Kufuta ni kama msamaha ni ufuto wa mbinguni. Unapokuwa mtu wa kusamehe, unakuwa umeshika ufuto na unafuta. Unaweza kuandika yaliyo mazuri, unafuta makosa. Kwa hiyo neno hili apiemi linazungumza kufuta. Neno hili pia linazungumza kuondoa, kisiwepo tena. Kwa hiyo kuna maneno hayo ambayo tumezungumza hapo. Naomba tusome maandiko katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 6 mstari wa 12 hadi wa 15. Yesu alikuwa anafundisha wanafunzi wake
staili mpya ya maisha. Anazungumza kuanzia mstari wa 12. Anasema utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Naruka huo mstari nisome, acha niende tu mpaka 15, sio mingi. Na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Yesu alikuwa anatoa mwongozo wa maisha ambao unaweza saidia mtu kufika mahali pa kuona baraka za Mungu kwenye maisha yake na kuachiliwa. Na Yesu anawafundisha wanafunzi wake katika mstari wa 12. Anasema muombe maombi haya: utusamehe deni zetu. Unapokuwa na mtu aliyekukosea, unakuwa kama unamdai. Unakuwa kama unamdai, kwa sababu itakulazimu kumfikiria. Unaanza kumwaza. Unaamka asubuhi, usiku wa manane, unawaza, hivi kwa nini huyu alinifanyia hivi? Kwa unakuwa kama unamdai. Ni kama umemkopesha mtu fedha, unaanza kumdai. Huwa haifutiki mpaka labda utangaze msamaha. Sasa Yesu anatufundisha umuhimu wa kusamehe, umuhimu wa kuachilia. Yesu anatoa tangazo hili, akasema mkisamehe na ninyi mnasamehewa. Sema amina. Unaweza ukawa na kosa, labda tungeweza kuthamanisha na 10,000. Labda ulikuwa umefanya jambo fulani mahali, kosa tu la kibinadamu. Umekosewa na mtu jambo dogo, lakini unapomsamehe deni, labda tuseme la 10,000, wewe labda mbele za Bwana kosa ulilolifanya ulikuwa unastahili kulipa 1,000,000. Yesu anakusamehe. Kanisa, hii biashara si nzuri. Unaposamehe wengine makosa, mbingu inasamehe makosa yako. Unapowaachilia wengine, mbingu inakuachilia na wewe. Unapofuta makosa ya wengine, mbingu inafuta makosa yako. Sasa kwa sababu Mungu anataka kulipeleka kanisa viwango vingine vya utukufu. Juzi katika maombi nilikuwa nasikia Roho Mtakatifu anatusukuma. Nilikuwa na maombi ya nguvu sana kanisani Ijumaa. Na nilibarikiwa kuona watu walihudhuria maombi kwa wingi. Bwana akawa ananiomba, ombeni mimi niwe halisi kwenye maisha yenu. Nisiwe Mungu ambaye mnamsikia kwa wengine alitenda. Ninataka kutenda kwenu. Niombeni niwe halisi kwenye maisha yenu. Nikiwa halisi kwenye maisha yenu, hamtatamani kwenda kwa manabii wa uongo. Mtatulia kwa Bwana, kwa sababu huyo Mungu ni halisi katika maisha ya watu. Mungu anataka kuachilia uhalisia wake. Baba Askofu, ni hivi: watu wanaoachilia, watu wanaosamehe, watu wanaofuta makosa, ni rahisi kusikia sauti ya Mungu. Ni rahisi kusikia Mungu akiwasemesha. Ni rahisi kusikia maelekezo ya Bwana. Leo Baba, umepokea funguo kwa wiki hii, mwezi, magari 4 mapya ndani ya kanisa. Na hiyo ya kwake Baba aliniita na mimi nikajihesabu mimi nani ni mmoja kati ya wale wamependelewa. Kwa hiyo mgari ule, farasi ile ilipoingia, na mimi nilikuwa wa kwanza kuigusa pale mapema kabisa. Na nikaikalia, nikasema haleluya, Yesu ni Bwana. Huyu si ndiye Mungu? Watu ambao hawakuwa hata na baiskeli, leo Bwana amewapa kumiliki. Huyu ni Mungu mwaminifu. Hauwezi miliki kama unabeba watu moyoni. Kama wewe unawashikilia watu, unadai vitu vidogo vidogo. Wanaume wakati mwingine wanafikiria tunakata roho kwa vitu vya kijinga tu. Chumvi imezidi kidogo, kesi ya wiki. Hiyo ni chumvi wiki. Je, nguo suti yako unayoipenda ikichomwa na pasi, hiyo ni kesi ya miaka 5. Wewe 20 utatoboa?
utakata roho kabla ya wakati wako. Hata suti ikichomwa moto, samehe ili umwabudu Bwana katika roho na kweli. Maana bila kusamehe ibada inakuwa ngumu. Unaweza tafuta kusikia Mungu, hausikii. Sababu tunakwenda viwango vingine. Bishop mmoja kama wewe hivi, nabii wetu wa mji ambaye Bwana ametupatia, anafika kanisani, anatangaza washirika, Bwana Yesu asifiwe. Watu wakasema amina. Akawaambia tuna eneo jipya la umisheni, tunataka tutume huko wa missionari, na tunataka tuwasaidie wasiteseke. Kama si tulianza kwa tabu, sio lazima wao waanzie hapo. Ni mzazi mjinga tu ambaye atakuwa na maisha hapa mjini, Mungu amembariki, alafu awaambie watoto wake mwende shule peku, mtembee kwa miguu, maana na mimi nitembea kwa miguu. Hiyo labda akili iwe narudi nyuma, inaenda reverse. Lakini mwenye akili nzuri anatamani watoto waishi maisha mazuri hata kuliko yeye. Sasa akasema wanangu na watuma kwenye umisheni, na sitaki wateseke. Na kwa sababu sitaki wateseke, na tumewaandalia nyumba za kukaa, tumewaandalia na posho yao kwa muda fulani. Hawapewi milele, wanapewa kwa kipindi fulani. Lakini tunataka pia wawe na magari. Kwa hiyo akasema naomba magari 50 hapa. Magari 50. Salimia jirani yako, mwambie watu wamepiga hatua. Magari 50. Aliposimama tu mbele hivi, kabla hajakaa, magari zaidi ya 200, funguo zilikuwa zimeshaletwa mbele. Wanamwambia kadi tutaenda kufuata nyumbani baadaye, lakini funguo zaidi ya 200, mpaka akawazuia. Jamani, Bwana aliniambia Ijumaa anataka kuwa halisi kwenye maisha yetu. Yale ambayo Musa alipokea sadaka, akamwambia imetosha, imetosha. Siku hizo zinakuja, asema Bwana wa majeshi, tutakusanya, imetosha. Akaunti zimejaa, draw za ofisi zimejaa. Sasa jamani, watu nendeni mkale bata kwa raha zenu huko mnakoenda. Sema amina katika jina la Yesu. Magari zaidi ya 200 yameletwa madhabahuni. Mengine kabidi yauzwe ili kuenda tena kwenye misheni maeneo mengine. Hayo makanisa yamefungua matawi dunia nzima. Jamani, tuko kwenye mahali sahihi. Tuko mahali sahihi. Na Mungu anatupeleka mahali sahihi. Kwa hiyo anasema jifunze kuachilia. Gusa mwenzako, mwambie jifunze kuachilia. Watu watakukosea sana. Kama unapenda au upendi, utakosewa. Usifikiri ukiwa bosi ndio ukosewa. Utakuwa bosi, utamsubiri dereva aje kuchukue. Dereva anakuambia gari ilikuwa kaosh, waliloanisha makapeti, kwa hiyo ilikuwa na yakausha, anachelewa kukuchukua. Makwazo hayana budi kucha, lakini Yesu ametufundisha kuachilia. Jifunze kusamehe ili uende mbio zaidi, ili uende spidi zaidi, ili ukutane na baraka za Bwana kwa haraka. Jamani, viongozi wa kwaya, unaweza ambia mwingine tukutane muda huu, akakawia kidogo, kwaya iendelee. Tusianze kumwaza mtu ambaye anatukwaza. Wacha si tuangalie mbele, tuutazame msalaba. Kama Yesu angelea kuwawaza wale wanadamu, alafu aseme na huyu niliyemtoa mahali fulani. Niwaambia siku nyingine hapa, nilipata mshirika, niko hapo Ilikure. Baba aliwahi kuja kunitembelea. Sasa nikiwa tu nimechoka, sadaka hamna, nikaombana mtu mmoja mara ya kwanza. Huyo mtu akaniambia, baba, akaja Jumapili na shangwe, vibe lile wanasema. Akaniambia, huyu Mungu aliyenipa kazi, baada ya maombi, mshahara wa kwanza natoa limbuko. Ndugu, nilikuwa najilamba kwa mara kwanza, nasema nione limbuko la mshahara mzima limefananaje. Ilipofika mwisho wa mwezi, napiga macho, si unajua kanisa yenyewe ndogo, kwani hapa ndio naweza tafuta mtu nisibonge ya kanisa.
Mtu aliyoko kule nyuma hata uone sura vizuri. Lakini pale watu mtu 10, si unamwona tu ndugu ameingia. Mimi nimekaa pale nasubiria. Saa hiyo nimewahi ibada ya kwenda kupokea limbuko. Niko ibadani mapema, mimi ndio fundi mitambo, ndio kila kitu. Shafunga vyombo saa 2:30. Ibada imeanza. Saa 3 ilifika, sioni mpendo. Nikajipa moyo labda anapiga poda, maana ni dada huyu. Hakutokea. Saa 4 hajatokea. Tukaimba nyimbo za wokovu zikaisha. Tulihubiri, baada ikaisha, hajatokea. Na ndio hakutokea. Sasa baadaye tu nikamtafuta. Na huyu alikuwa na mambo magumu. Tuliomba naye Bwana akamtendea. Sasa nikampigia simu dada ili hata angalau apokee. Hakupokea. Nikatuma message, hajibu. Nikajipa moyo katika Bwana, nikasema sasa nijinyonge kwa sababu nimekosa limbuko. Si maisha lazima yaendelee. Mimi nikaendelea na ibada. Jumapili ya pili hamna, ya tatu hamna. Nikamtumia message nyingine, sister, tukikutana barabarani utasubutu kuniangalia usoni? Yule dada akanijibu, mchungaji, mbona unifuatafuata sana? Kwani huku niliko hakuna makanisa? Tena niulize swali, huyu mtu ambaye alinifungisha siku hizi baba ili tuombee shida yake, siku 3 hatujala, sio kwamba tulikosa chakula, naombea hitaji lake. Bwana amemtendea, ananiambia mbona unanifuatafuata sana? Kibinadamu inauma, sio? Mimi nilimjibu tu, sababu somo hili la msamaha Bwana ananipa neema. Mimi siwezi kukubeba wewe, nina shughuli nyingi. Salimia mtu, mwambie nina mambo mengi, yani kukubeba wewe sina nafasi. Utanisumbua kule. Haya mambo mengi namna hii, Bible study, maombi, idara ya vijana, ya wanawake, ya wababa, sijui nini, ya watoto. Takuwaza wewe ngapi? Watu watafuta mashamba, wanamuwaza mtu. Nikamwambia dada, kaa salama. Wala mimi nilikuwa nakutafuta tu nijue unaendeleaje. Na lakini nikamuuliza swali moja. Ile siku mambo yalikuwa yamekufika shingoni, hayo makanisa mengi ulikuwa hujayaona? Yaani unayaona makanisa baada ya kujibiwa. Salimia jirani yako, mwambie acha maneno ndugu. Bwana akikutokea baki kanisani. Endelea kuwa baraka. Endelea kuleta vitu hapa. Nikamsamehe, nikasahau. Kwa nimeitwa Nairobi, Bwana akaniambia nakutia moyo dogo. Nikapelekwa bonge la hoteli. Natoka hapo nikapewa dola kadhaa. Nikasema huyu si limbuko, si limetokea huku. Uzuri wa Mungu, wakiziba upande huu, Bwana anatoa upande ule. Ukichukiwa na huyu, Bwana akupa rafiki yule. Wakikufukuza ofisi hii, Bwana ana ofisi nyingine kwa ajili yako. Sema amina katika jina la Yesu. Bado umechumbiwa alafu kaachika. Wewe usisage chupa ukanywa. Piga poda, vaa kiatu ya juu, nenda mbele, yuko mwingine hapo mbele. Kijana umegomewa, ukaambiwa wewe sio type yangu. Si unajua hizi siku madogo nayo kichaa inaingia, anamkuta msister, mchungaji mwingine anasema mchumba asomeshwe chuo kikuu, anapelekwa Bible school, hata akikataa ataenda kutumikia Bwana. Akikwambia nisomeshe mpeleke Meserani, mlipie Meserani, ili kichai kipanda aende awe mtumishi mahali. Vijana wengi leo tunawasikia, yaani anafanya kazi ni watchman, anapigwa baridi yake, mvua yake, jua lake, kamshahara anakopata anamsukumia binti. Binti anamaliza, akimaliza akigraduate tu
imeisha. Anamwambia sio type yangu, wala uhitaji kumuua. Nimekuja nikwambie jifunze kuachilia. Hata kama ulipigwa, achilia. Usiendelee kumloga na kusema wewe si umenikataa. Hutazaa. Hutazaa, na ukizaa unazaa vitoto vichwa kubwa. Au unazaa njiti. Acha kulaani. Biblia inasema barikini wala msilaani. Akikufanyia vigisu, piga moyo konde, kumuta vumbi, simama, sema Yesu ni Bwana. Hata katika haya namuona Bwana, ninaendelea mbele. Bwana yuko upande wangu, sitaogopa chochote. Haleluya, haleluya kanisa la Bwana. Jifunze kukumuta mavumbi na kwenda mbele. Haleluya. Usikae hapo. Kazi ya adui ni kukuletea mambo ya kukuumiza. Utafiti uliofanywa na daktari anaitwa Michael Barry kutoka Amerika, anasema zaidi ya 61% ya magonjwa mengi, kansa na magonjwa mengine, yanasababishwa na watu kutosamehe. Unapokuwa na kinyongo, wamama mlio hapa, mzee kichaa imepanda amekusumbua, weka karai kichwani, ingia sokoni, nunua maparachichi, yaombee kwa jina la Bwana, uza, tunza watoto, endelea na maisha. Usijidhuru kwa sababu ya hayo maisha. Maana unapoendelea kuchukia na kukasirika, unadondosha sumu kwenye mwili wako ambaye baadaye inaleta magonjwa. Unakosa kuishi siku ulizoamriwa na Bwana. Ndio maana sisi tunasema jamani, hata ukilala njaa msifu Bwana, ukila sana ukashiba msifu Bwana. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Usiwe kwenye maisha unaruhusu kinyongo kikae. Kiwa mtu rahisi kukwazika, hata hapa kanisani utakwazika haraka tu. Mahubiri atakuja unasema wananilenga. Utatoka hapo umevimba. Wengine wanastawi, wanaharibikiwa. Hapo utakwazika tu. Simoni atakwambia hiyo step inaenda vibaya, hiyo unacheza kama punda, utakwazika. Jifunze kuachilia. Maana makwazo hayana budi kuja, lakini Yesu amesema tuachilie. Yeye alisema wasamee, hawajui watendalo. Amina. Luka 23 mstari wa 34. Tutasoma mstari wa 40 pia mpaka 43. Luka 23:34. Taruka tusome mstari wa 40 hadi 43. 34 anasema, Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Wakagawa mavazi yake wakipiga kura. Nasoma 40 hadi 44. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe umwogopi Mungu hata Mungu, nawe katika hukumu hiyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapokuingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini nakwambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Niachie hapo mstari wa 23. Nitaka kuleta pointi hii ya nguvu ya msamaha. Jamaa aliyekuwa na maisha mabaya kabisa, hakuwa na mwenendo mzuri, alikuwa ni mtu asiyefaa, mwenye machangamoto mengi. Lakini alipopata ufunuo dakika za mwisho, yuko pale msalabani, ameangikwa katika msalaba pamoja na Yesu. Yule mwingine akamdhihaki,
Lakini huyu mmoja akapewa hekima na neema ya Mungu, anamwambia Bwana, unikumbuke ukiingia kwenye ufalme. Nguvu ya msamaha ni nini? Jambazi anasamehewa, anakata roho, moja kwa moja anaingia mbinguni. Wewe hapo ulipo ni matokeo ya msamaha. Kama Bwana asingekusamehe, usingekuwepo, usingekuwa hivi. Kama Yesu asingetusamehe, tusingekuwepo. Hivi tulivyo ni matokeo ya msamaha. Mimi nakwambia mchana wa leo, jifunze kusamehe wengine. Usijifanye wewe mjanja kabisa, unashikilia mambo. Na nakwambia, unapoacha kusamehe, kawaida unaanza kudai kisasi, kwamba huyu sasa kwa kuwa amenitendea hivi na mimi nimtendee hivi. Na hata usipomtendea kwa kutenda, utakuwa unasikilizia. Ukisikia alipata ujauzito ukaharibika, wewe unafanya sherehe. Huo ni wazimu. Sio kwa watu hawapati matatizo kwa sababu ni wabaya, lakini matatizo yapo tu. Mwanadamu ameumbwa apate mashaka. Ukiwa kwenye hii dunia, changamoto zipo tu, na hiyo haiamui kama huyu kwa kuwa anapitia changamoto ana shida. Tena wabaya ndio Mungu anawalinda mpaka tunakasirika. Mtu anajiuza mpaka anajenga gorofa, naona tumikia Mungu na ng'ang'ana na rumu mbili haziishi, lakini Bwana anawalinda. Watu wanamwaga damu za watu na yanaishi. Bwana anachoma kitimoto mahali, anakula, anashushia na bia yake, anakula, anafanya mabaya. Toka hapo anatukana Mungu, lakini anaishi. Ila tu iko ahadi ya Bwana, anasema siku inakuja itajulikana kati ya wanaomtumikia Bwana na wasiomtumikia. Anasema waovu watakuwa makapi. Wewe ishi na Bwana, wasamehe watu, maana usiposamehe, ninasema tena, utaanza kudai kisasi. Sikia, huyo ndugu aliacha imani, unafanya sherehe, na huku wewe unasema umeokoka, unasherekea nguko la mwingine. Unaangalia mwingine, kwa nini amepata kabla yangu? Kwani huyu ameolewa kabla yangu? Leo hata nimekuja bahati hapa dogo hapa, rafiki yangu kabisa, nakuta na yeye ametangaza nia, mambo yanaenda vizuri. Kama wewe bado, usiwalaani wengine, endelea kushona sare zao, endelea kuwachangia. Siku ya Bwana inakuja na wewe atakutendea. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe sana. Niongee mambo machache kabla sijamaliza. Tukiwasamehe wenzetu waliotukosea, faida tunazopata ni Mungu kutusamehe sisi makosa yetu. Faida unayoipata kusamehe wengine, na wewe unasamehewa na Baba yako wa mbinguni. Wakati mwingine jamani, tunafanya makosa ambayo hata hatujui. Unajikuta unaongea neno, nia yako ni njema, kumbe umemtoa mtu hapa anaenda kulala halali, anawaza kwa nini aliongea hivi, alinionaje? Wewe unacheka mahali. Nilikutana na mzee mmoja, ilikuwa ni mtu mwenye maisha kabisa. Jamangu Kimaro pale anamfahamu. Jamaa anajinyanyapaa mwenyewe, akiwakuta mahali mpo mnacheka, anakasirika. Yaani watu wananicheka. Yaani jamani, tusicheke kisa wewe unajaribiwa. Ndugu, si utusamee, uache vita. Yaani tusifurahi kwa sababu unapitia majaribu. Ndugu, si ni kikombe chako, gonga kwa raha zako. Yaani wanataka ukiuma na si tuumwe. Maisha gani haya? Bwana atusaidie sana. Yaani yule ndugu alikuwa mpaka anashindwa kupita barabarani, anaanza kutafuta uchochoro ili asikutane na mtu. Maana ikutana na mtu anaona kama mtu anamdharau, anamsema, na ni bosi. Alikuwa na magari, haendeshi hata gari. Yaani anaona kama akienda kuendesha anagongwa. Kwa anaona bora apande daladala, ashukie mahali apite Mgombani, uchochoro. Bosi
ni bosi eti. Mimi nilishangaa akiwaona wadada mahali anataka kwenda kuchumbia, akiona wadada wamecheka, ameingia upepo, hachumbii tena. Kwa amegonga fote, bado hana mke. Na hela nayo. Ndugu zake ndio wanafaidi maisha. Yeye anazidi kunyongonyea. Na ukiwa mtu wa kisirani, kila kitu kinakukasirikia. Kila kitu kinakukasirikia. Yaani hata ukipita karibu na mbwa anakung'ata, maana wewe si ndio umejiandaa hivyo? Uko kisharishari. Yaani utashangaa tu hata mende wanakushambulia. Kwa hiyo siku moja anaenda hivi, anawasha jiko, ile anapiga hivi, puli kamlipukia. Anatoka huko anasema, mimi jamani nalogwa. Ulogwi, wewe umejiandaa kiwazimu, unakaa kiwazimu. Hii dunia ni mahali pa kula bata ndugu yangu. Ukipata daka yako ile kwa amani, ukiishi maisha yako ishi kwa furaha. Acha kuishi kwa kisirani. Maana hata kama uko kwenye ndoa, wewe unakuwa tu unategea, unasikilizia kosa liko wapi. Unatafuta tu makosa. Huyu mama leo amekosea wapi? Unajaribu mboga, unaona imekaa vizuri. Utaenda kujaribu kule kwenye wali, unasema bora kama una mafuta sana. Utapewa hiki, utaleta mgogoro. Kwa hiyo utashangaa tu hata ukilala, unashangaa tu kitanda chaga hizo unajikuta kwa funguni zimevunjika. Mara ushika funguo unapoteza. Kwa nini? Umejiandaa kama tatizo. Jamani, ishi kwa furaha katika siku ulizopewa na Bwana. Haijalishi una nini, hauna nini, jifunze kumfurahia Bwana kwenye maisha yako. Lakini pia wafurahie wengine. Furahia mafanikio ya wengine. Wewe unaona ndugu yako amestawi. Zamani alikuwa na vipilipili, hana mwelekeo. Bwana amebariki, vinywele vimeota, amechana, amefunika jicho moja, ndio unampita umsalimii. Kwa ulikuwa unapenda akiwa amechoka, akistawi na kasirika. Achilia, sema amina. Jifunze kufuta. Ishi maisha furaha katika nchi Mungu aliyokupa. Msamaha unaleta afya mifupani mwa mtu. Kwenye mifupa yako unapata afya. Akili yako, mtu anayesamehe akili yake mara zote iko smart. Mtu anayesamehe akili yake safi, hana migogoro. Ili mtu asiyesamehe, hata gari kiacha njia na kufuata, utagongwa hata na baiskeli. Yaani unaona baiskeli haina hata mafuta, lakini utagongwa na baiskeli ili tu uchoke kwenye dunia, ufe. Lakini Biblia inasema katika Zaburi 119:165, wana amani nyingi waipendayo sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Pe Bwana makofi mazuri ya utukufu. Simama kwa miguu yako. Aliyekaa karibu na wewe mwambie, ndugu, kama nimekukosea wewe nisamehe tu. Na mimi ninakusamehe mchana wa leo, sina kesi. Namalizia na maneno haya na yasema katika Roho Mtakatifu. Bwana ananiambia analipeleka kanisa viwango vingine. Na anasema jifunze kuachilia, usibebe mizigo, hutakimbia vizuri, hutapaa vizuri. Waimbaji, tupeni wimbo wa kumwabudu Bwana. Alafu tafakari, mimi niliwahi kosewa.